Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, tunaendelea na kipindi chetu. Leo tuko sehemu ya 6. Mwanamke mwema ni mchapakazi, anajituma katika kazi, maendeleo ya kifamilia. Yaani ukiwa tu mvivu tunakutoa katika wanawake wema. Jitahidi kuwa mhodari. Tunamsoma Mama Khadija radhiallahu anha, alikuwa ni mfanyabiashara mkubwa sana. Hakujua yeye mimi ni mke wa Mtume sallallahu, akawa yeye amejiweka tu, au kabla Mtume sallallahu pia na yeye amemooa, amemkuta hali ya kuwa yeye ni mfanya biashara mchakalikaji. Nabidi tunatakiwa tusaidiane. Kama hata mumeo hataki ufanye biashara, uhangaike uwe huku na huku, basi kaa hata nyumbani, shona, fuma, tengeneza hata karanga, weka nyumbani hapo, ufanye biashara ndogo ndogo. Tusaidiane muona katika maisha. Na kama mwanaume wako hataki ufanye biashara, lakini kuna kazi za mkono, kuna kushona, cherehani, hata hahitaji wewe uende haba masokoni ukakae, ndani kwako unafanya kazi za cherehani. Kwa lazima uwe mchapakazi wa kutafuta riziki kwa njia yoyote. Tusaidiane katika kheri, katika upendo, katika huruma pia vile vile, kwa sababu hata wewe pia una familia yako, una wazazi wako. Umeona, utakuta labda mzazi wako anahitaji kitu chochote, labda mume wako hana, basi wewe unakava hiyo nafasi ambayo yeye mume wako atakiwa atoe pesa ampe mama yako, lakini pia unakava wewe. Kwa hivyo unatakiwa uwe mchapakazi kwa vyovyote vile utakavyoamua. Hata kuwa mfugaji wa kuku nyumbani, fuga tabata, fuga kuku. Yaani lazima uwe na vibustani vya nyumbani tu. Sasa wewe mume ndio ukataze kila kitu usifanye, haiwezekani. Mwanamke mwema anatakiwa mchapakazi, awe anapambana kufanya kazi kwa ajili ya kusaidia maendeleo ya familia na jamii kwa ujumla. Kwa haya machache, wa hadha, salamu alaikum wala afwa minkum.